Ndugu zangu wachungaji, watu wa Mungu, nami ni ndugu yenu, mtu wa Mungu, Tususiwe Lwitiko Mtafya, toka Ihanda, Mbozi, Songwe. Nimekuja kwenu wachungaji munaotumikiwa. Mujijue kwamba huko kutumikiwa hakujaandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Huko kutumikiwa mumeongezewa mapigo kwa kutumikiwa isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Tena mmeondolewa sehemu zenu katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa umo kwa kutumika. Maana Yesu amesema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Ndio nawaambia wachungaji nyote chini ya jua, nchi yote, wachungaji nyote munaotumikiwa hamtumiki, kwani sio watumwa. Maana mtumwa hatumikiwi. Ninyi wachungaji munaotumikiwa sio watumwa, kama Yesu anavyosema kwamba anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Ndio nawaambia wachungaji nyote munaotumikiwa mmeongezewa mapigo kwa kutumikiwa isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya alilolifanya Yesu pale msalabani. Nisikilize sana wachungaji nyote, nimesema kwamba chini ya jua, manake nchi yote, wachungaji munaotumikiwa Mungu amewaongezea mapigo kwa kutumikiwa isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Mungu awasaidie wachungaji munaotumikiwa. Wachungaji nisikilize, hapo mmeongezewa mapigo nyote, nchi yote. Mnipate hapo wachungaji munaotumikiwa, Mungu amewaongezea mapigo kwa kutumikiwa isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya alilolifanya Yesu pale msalabani. Nisikilize sana wachungaji, hebu niwaambie kutumikiwa kulivyo. Mchungaji, unapolimiwa shamba lako, huko ndo kutumikiwa. Mchungaji, unaponunuliwa gari, huko ndo kutumikiwa. Naomba munipate wachungaji nyote munaotumikiwa. Mungu awasaidie sana, mujijue kwamba hapo mumeongezewa mapigo bila kujijua, kwa kutumikiwa isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Wachungaji nisikilize, hivyo munavyotumikiwa Mungu amewaongezea mapigo bila kujijua. Wachungaji, kutokutumika Mungu amewaondolea sehemu zenu katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Nimesema wachungaji ninyi, nimesema someni sana Ufunuo 22, ile mistari miwili wa 18 na wa 19. Nimesema mara nyingi wachungaji nisikieni, someni sana hiyo mistari miwili, mjue kuongezewa ni kufanyaje, kuondolewa uzima ni kufanyaje. Mungu awasaidie wachungaji. Mnaweza mkawa mnazani mupo mnafanya kazi ya Mungu, kumbe hapana, mlishaondolewa uzima, ni wafu, kisa kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Hayo ni maneno ya Yesu. Nimefundisha mara nyingi, wachungaji nisikilizeni. Munapotumikiwa hivyo, Mungu
amewaongezea mapigo. Munatumikiwa isivyo andikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Mumeongezewa mapigo wachungaji. Wachungaji nchi yote, ninawaambia wachungaji nchi yote wanaotumikiwa wajijue kwamba wameshaongezewa mapigo kwa kutumikiwa isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya alilolifanya Yesu pale msalabani. Nisikilize wachungaji. Wachungaji, kama hamtatubu na kuacha kutumikiwa, na kama hamtatubu na kuanza kutumika, siku ya hukumu watu wa Ninawi watasimama na kuwahukumu kuwa mmekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona anayekitumia kinywa changu hiki. Wachungaji ninyi, wachungaji, tubuni, acheni kutumikiwa. Tubuni, anza kutumika. Maana nimefundisha kwamba utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huko ndo kutumika, kuyafanya yote. Kuto kuyafanya yote, huko ni kupotea, huko ni kupenda giza kuliko nuru, na Yesu ndo nuru iliyokuja ulimwenguni. Wachungaji, nisikie. Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mwana ni Yesu. Kumwamini mwana ni kuyafanya yote maneno yake Yesu, kwani Yesu ndio mwana. Kuyafanya maneno yake yote, huko ndo kumwamini hata usipotee. Mungu hakumtuma mwana au hukumu ulimwengu, hapana. Enyi wachungaji, ninawasihi, unayejijua kwamba mimi ni mchungaji, ninatumikiwa, anza kutubu kwa sasa. Acheni kutumikiwa isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Unapaswa kujua kwamba utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Ndio nawaambia wachungaji kwamba ninyi munatumikiwa ila hamtumiki. Nikiusema utumishi wa kumtumikia Mungu, huko kuyafanya yote maneno ya Yesu, kwani huko ndo kutumika. Wachungaji ninyi munatumikiwa lakini hamtumiki. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote, huko ndo kutumika. Ndo nawaambia wachungaji ninyi munaotumikiwa ila hamtumiki. Nirudie tena niwaambie wachungaji ninyi, Yesu anasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa. Je, wewe ni mtumwa? So mtumwa, kwani unatumikiwa. Mtumwa hatumikiwi kama wewe mchungaji unayetumikiwa. Hutumiki. Mungu akusaidie sana. Ninawaambia nyote. Nimesema wachungaji nyote chini ya jua, nchi yote. Ninawaambia wachungaji nyote munaotumikiwa, mjijue kwamba mmeongezewa mapigo. Hamtumiki. Hamtumiki Mungu, ila mnatumikiwa ninyi. Mumeongezewa mapigo bila kujijua. Wachungaji nyote, nchi yote, wachungaji munaotumikiwa, mumeongezewa mapigo bila kujijua. Tena hamtumiki. Sasa kama hamtumiki, itakuwaje sasa? Ninaomba tubuni, muache. Wachungaji mnaotumikiwa, tubu, muache kutumikiwa. Tubu, muanze kutumika, kumtumikia Mungu. Nashukuru sana kama mtanisikia wachungaji. Wachungaji, niko na ninyi wachungaji. Tena katika vipindi vyangu nimefundisha kusema kwamba mchungaji, hilo jina sio jina la kwako, ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu. We ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu peke yake.
Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Maneno ya Yesu yapi? Yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote, huko ndo kutumika. Wachungaji mnaotumikiwa hamtumiki. Mungu amewaongezea mapigo bila kujijua. Mungetubu muache kutumikiwa, muanze kutumika. Ndio nawaambia kwamba kama hamtatubu na kuacha kutumikiwa, na kama hamtatubu na kuanza kutumika, ndio nawaambia kwamba siku ya hukumu watu wa Ninawi watasimama na kuwahukumu wachungaji ninyi kuwa mmekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona anayekitumia kinywa changu hiki. Enyi wachungaji, ni watu wa Mungu, ni watu wa Mungu, mliumbwa na Mungu, ndiye anayepaswa kumtumikia. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, huko ndo kutumika. Mungu awasaidie wachungaji nchi yote. Mungu awasaidie. Tubuni kabla wakati bado. Mchungaji unayejijua kwamba ni mchungaji, huwa natumikiwa, tubu kabla hujaondoka, kabla siku ya kuzikwa kwako kaburini haijawadia. Tubu mapema. Tubu, acha kutumikiwa. Tubu, anza kutumika. Anza kumtumikia Mungu. Maana nimekuambia kwamba utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huko ndo kutumika, kuyafanya yote. Acheni kutumikiwa isivyoandikwa. Yesu anasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Mmesikia wachungaji nyote. Sitaki kwamba nitaje niseme Zambia, Malawi, hapana. Sasa nasema nchi yote chini ya jua. Ulipo mchungaji, wewe ni mtu wa Mungu. Achana na hilo jina. Ni kwamba unaweza kuzani kwamba kwa sababu mimi ni mchungaji ni nalimiwa mashamba yangu. Usijue kwamba hapo unatumikiwa isivyoandikwa. Unaweza kuzani nimepewa gari ni kwa sababu mimi ni mchungaji nimepewa gari. Hapana, hayo hayajaandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kwamba mchungaji apewe gari. Hapana, hayo hayapo. Mungu amekuongezea mapigo mchungaji, ijapokuwa una gari, ijapokuwa una pikipiki, eti kwa sababu we ni mchungaji. Hapana, we ni mtu wa Mungu. Unapaswa kuyafanya yote maneno ya Yesu, kuyafanya yote. Huko ndo kumwamini mwana hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Hilo ndo kusudi la Mungu, kuupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kuyafanya yote ndo kumwamini mwana hata usipotee, kuyafanya yote maneno ya Yesu. Mchungaji, kama hutatubu, ninakwambia, kama hutatubu na kuacha kutumikiwa, kama hutatubu na kuanza kutumika, na kuambia nirudie, usikie na ujijue kwamba hapo ulipo ni mfu. Kama hutatubu, ujue kwamba hapo ni mfu, na wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Wanaoifanya kazi ya Mungu walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai. Hao ndo mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Mtu wa Mungu, mchungaji, wewe ni mtu wa Mungu, ni mtu wa Mungu. Hilo jina ni la cheo uliopewa. Na mbona nimefundisha mara nyingi katika vipindi vyangu, nimesema askofu. Hilo jina, kuitwa askofu, sio jina la kwako, ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu. Wewe ni mtu wa Mungu.
unapaswa kuyafanya yote maneno ya Yesu, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote, huko ndo kutumika, na huo ndo utumishi. Ijapokuwa askofu utaitwa kwamba we ni mtumishi askofu, hapana, hapana. Watumishi wanaotumika na wanaotumika kuyafanya yote maneno ya Yesu, kwani huko ndo kutumika, na huo ndo utumishi. Tubu ninyi wachungaji munaotumikiwa, tubu munaolimiwa mashamba yenu, tubu munayafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Nimesema kwamba kusema Agano Jipya ni utaratibu mpya aliofanya Yesu pale msalabani. Katika vipindi vyangu nimefundisha kwamba usafiri uliotoka Misri na kwenda Kanani na usafiri wa kuanzia msalabani hata kwenda mbinguni ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa unasafiri unazani unafanya ya Agano la Kale, unazani unasafiri unakwenda mbinguni. Hapana, ila kuyafanya yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, hapo ndipo unasafiri hata ufike mbinguni. Mungu akusaidie wachungaji, hebu safiri usafiri mpya aliofanya Yesu pale msalabani. Kuanzia msalabani, safiri usafiri huo. Usafiri huo ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, ni kuyafanya yote. Unanisikiliza mtu wa Mungu, mchungaji, kuyafanya yote. Kuto kuyafanya yote ni kupotea, ni kupenda giza, ni kuto kumwamini mwana. Bali kuyafanya yote, huko ndo kumwamini mwana, ndo kumpenda Yesu hata naye akupende na kujidhihirisha kwako. Kuyafanya yote, huo ndo usafi wa moyo, kwani utamuona Mungu. We ni mtu wa Mungu, we ni mtu wa Mungu. Nimesema mshirika. Hilo jina, kuitwa mshirika, sio jina la kwako. Umepewa na huyo mtu. Mchungaji wako ni mtu, anakuita kwamba wewe ni mshirika wake. Hapana, wewe ni mtu wa Mungu, sio mtu wa mtu. Huyo mchungaji wako ni mtu, sio mtu wake. Wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu peke yake, na utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Mtu wa Mungu, sikia, sikia. Askofu, sikia. Achana na hilo askofu, hilo jina kuitwa askofu. Eti kwa sababu ni askofu nimepewa gari, ni kwa sababu mimi ni askofu. Hayo hayamo katika vitabu vya Agano Jipya. Hapo wewe umeongezewa mapigo bila kujijua, lakini umefurahia sana hilo gari, kwamba kwa sababu mimi ni mchungaji nimepewa gari. Umeongezewa mapigo. Pamoja na hayo, kuendesha gari ambalo halijaandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, Mungu amekuongezea mapigo. We askofu, umeongezewa mapigo. Huko ni kutumikiwa kote, huko kulimiwa mashamba yako, kupewa magari, kupewa pikipiki. Eti kwa sababu we ni mchungaji, Mungu amekuongezea mapigo. Hayo hayajaandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Mungu akusaidie uweze kutubu na kuacha kutumikiwa, uweze kutubu na kuanza kutumika. Umeujua utumishi, nimekufundisha utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote, huko ndo kutumika. Nimesema kwamba kuyafanya yote, huko ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie enyi wachungaji, Mungu awasaidie. Mubahatike kusikiliza kipindi hiki, mubahatike, mjue kwamba hiyo ni bahati yenu mukinisikiliza, mukisikiliza na muweze kuwa watendaji wa yale mlioyasikia kutoka katika kinywa hiki. Mjue kwamba ni neema ya Mungu
Ni neema ya Mungu kuwajuza watakatifu wachungaji kwamba mnadhani ninyi ni watakatifu. Hapana, watakatifu wanaoyafanya yote maneno ya Yesu, hao ndo watakatifu. Kuyafanya yote ndo utakatifu ambao kama hutamuona Bwana. Bwana ni Yesu, Bwana ni Yesu, Bwana ni Yesu. Kumwamini mwana hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele, ni kuyafanya yote maneno yake, ndipo unapokuwa na uzima wa milele. Mungu awasaidie wachungaji nyote chini ya jua, wachungaji nyote wa kike na wa kiume. Maadamu unatumikiwa, ujijue kwamba hapo umeongezewa mapigo, na kama huyafanyi yote maneno ya Yesu, wewe umeshaondolewa uzima, ni mfu. Na wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Wanaoifanya kazi ya Mungu walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai. Hao ndo mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu. Mungu awasaidie wachungaji, awasaidie. Mujigundue hapo mlipo kwamba nyote mumeongezewa mapigo kwa kutumikiwa isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Mujijue kwamba hapo mumeondolewa sehemu zenu katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo, kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu. Na ndivyo mulivyo, na ndivyo mulivyo. Mungu awasaidie, awasaidie, awasaidie. Mungu anataka kutumikiwa peke yake. Peke, si kwamba na wewe eti kwa vile ni mchungaji unatumikiwa. Hapana, wewe ni mtu. Tubu, uache kutumikiwa. Tubu, uanze kutumika. Na utumishi nimefundisha, umeujua. Utumishi wa kumtumikia Mungu umeujua. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huko ndio kutumika, kuyafanya yote. Mungu akusaidie, awasaidie nyote wachungaji. Ashukuriwe Mungu wa huruma kwa watu wote. Yeye hajali kwamba eti wewe ni mchungaji ndio unayafanya yasiyoandikwa humo. Hapana, hapana, amekuongezea mapigo hapo ulipo. Wewe ambaye huyafanyi yote yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, wewe umeondolewa uzima, ni mfu hapo ulipo. Na wafu hawafanyi kazi ya Mungu kama ninavyokuambia. Wanaoifanya kazi ya Mungu walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai, hao ndo mawe. Ninarudia ili kwamba uelewe, ujielewe jinsi ulivyo mfu. Ijapokuwa una cheo kikubwa, ni mfu. Ni mfu kwa kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoanzia Mathayo hadi Ufunuo. Mungu awasaidie wachungaji nyote. Mungu awasaidie. Mtubu, mtubu mapema. Mtubu, muache kutumikiwa. Mtubu, mwanze kutumika. Mungu awasaidie. Mungu ni wa neema, Mungu ni wa huruma. Ninyi ni watu wake, hataki mpotee. Anataka mumuamini mwana hata muwe na uzima wa milele. Maana hilo ndio kusudi la Mungu, kumtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu awasaidie. Tubu, tubu, acha kutumikiwa. Tubu, anza kutumikiwa ili muwe na uzima. Zikwa makaburini mwenu hazijawadia. Tubu, tubu, tubu wachungaji. Acha kutumikiwa, anza kutumika. Mungu awasaidie. Nashukuru sana kama mtabahatika kusikiliza kipindi hiki wachungaji. Nchi yote, nchi yote, nchi yote, kama hamuyafanyi yote maneno ya Yesu, mmezimia kwa kiu ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Bwana ni Yesu.
Bwana ni Yesu peke yake, nani mwingine? Hatuna mabwana wawili, ni yeye peke yake. Huyo ndo Bwana peke yake, Yesu Kristo mwenye haki. Wachungaji, tubuni ninyi, acheni kutumikiwa, anzeni kutumika. Kabla ya kuzikwa kwenu hakujawadia. Mungu ni wa huruma, anataka muokolewe, msiwe mnautaja wokovu mdomoni huku mlishaondolewa ni wafu. Mungu awasaidie. Ninashukuru sana kama utabahatika kunisikiliza mimi, mtu wa Mungu, maana huu ni wakati, ni Mungu wa nyakati zote, ni Mungu wa vizazi vyote. Imempendeza kukichagua kinywa changu kiyatamke haya. Katika vipindi vyangu nimesema, wewe unayechukia kwa kuwa kinywa changu kinayatamka haya, unanichukia. Umeharibu hekalu la Mungu, na Mungu alishakuharibu wewe. Hapo ulipo umeharibiwa. Mnanipata wachungaji? Mnanipata? Mkiwa kwenye mkutano na vaa ya siku hizi, nguo za ndani zinaonekana zilimochora. Je, huko mlikoketi huko madhabahuni hamzini? Maana Yesu anasema, mmesikia imenenwa kwamba usizini. Yesu anasema, lakini mimi nasema, kila atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Wachungaji, mmepona? Hamjazini? Kama mnazini, basi tubu huko moyoni ajuako Mungu. Ukiona kwamba macho yako umetamani yule mwanamke, ulipokuwa unamwangalia, ukaangalia nguo pale zilipokutana, macho yamekupatia, halafu moyo umewaza, umejua kwamba pale kitu gani kinaendelea pale, umezini, nenda kutubu huko moyoni. Yesu si amesema? Amesema Yesu, tubu kwa Yesu anayekuona wakati umeshazini. Ni wengi wachungaji hapo, ni wengi mmezini, ila hamtubu. Sasa hamuendi kutubu. Mkitoka mkutanoni mmetazama, mmetamani, lakini hamtubu. Msipotubu, siku ya hukumu watu wa Ninawi watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona, anayekitumia kinywa changu hiki. Watu wa Mungu, watu wa Mungu aliwaumba, ikampendeza kwamba muumbike, muwepo chini ya jua, mwabudu yeye peke yake. Nashukuru. Niende kutaja namba ya simu yangu, ili ukitaka kuuliza unipigie, uniulizie kama hujanielewa. Mungu akusaidie. 0753969199. Niende kumshukuru Muumba wangu. Baba, nakuinua. Mungu aliyeniumba nakuinua. Mungu wangu, wewe uliyeniambia kwamba zuia kinywa chako usilie. Haleluya. Ulisema zuia sauti yako usilie, na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu. Tena ukasema piga kelele, mwenyeji wa Sayuni, maana mtakatifu wa Israeli yu kati yako. Mungu, tena ukasema ujue kumjibu kila mtu. Mungu, ninakuinua, hadi zako ninapenda sana. Mungu, wewe ukiahidi jambo, na jambo utendeka vile vile kama ulivyoahidi. Mungu, ninakuinua kwa siku hii ya leo, ambayo jana iliitwa kesho, ukaifanya kwamba iitwe leo. Ninakushukuru mno
Mungu ninakushukuru, Mwokozi wa ulimwengu. Ninakuinua, Mwokozi wa roho yangu. Mungu uliye roho, nani angehusika kuiokoa roho yangu asiye roho ila wewe peke yako? Mungu uliye roho, ninakuinua mtumwa wako kwa siku hii ya leo. Hii ni tarehe mpya Baba yangu ambayo ulikuwa umenijulia wewe kwamba itawadia, na sasa imewadia. Ili uweze kukitumia kinywa changu kadiri unavyotaka. Huna mpinzani kama wafalme wa dunia walivyo na wapinzani wao, lakini wewe Bwana wangu huna mpinzani kwamba usikitumie kinywa changu unavyotaka. Haiwezekani na haitawezekana. Mungu uendelee tu kuabudiwa, kutegemewa, Mungu wa kushangaza, Mungu wa matendo makubwa. Mungu wewe ndiwe uliyeniumba nami kiumbe wako. Ninakutolea shukurani kutoka rohoni kwangu uji wako Mungu uliye roho. Asante Yesu wangu, asante kwa kuwa umesikia. Ujawa mbali nami Mungu, ujawa mbali nami mwema. Ni mwema wema wako Mungu, na upenda sana. Mwongozo wako Yesu na upenda sana, kwamba endelea kuniongoza sawa sawa na unavyotaka, ili matakwa yako ndio yaendelee kutendeka chini ya jua. Asante Kristo, utukuzwe jina lako. Ninashukuru mtumwa wako. Sijui hata kushukuru. Wewe ni roho, unajua kutuombea. Asante Kristo, wewe ni mwenye haki. Hili jina lako liendelee kukuzwa. Machache haya nashukuru katika jina lako Yesu Kristo, tulipewa kuokolewa kwaro. Amen.